Kumekuwa na watu ambao asili yao haifahamiki, wao ni wanani. Kwa nini? Kwa sababu ya kutambua uweza na asili ya kile wanachokisikia. Ukisoma maandiko unaweza ukaona kwa nini Yohana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 aliwaambia enyi uzao wa nyoka. Ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira ya Bwana? Kwa nini aliwaita uzao wa nyoka? Ni kwa sababu walichokiishi kina asili ya nyoka, na kwa kuwa wameishi katika hicho, walifahamika kuwa ni uzao wa nyoka, hata kama wao wanatambua ya kuwa ni wana wa Mungu, lakini kwenye ulimwengu wa roho walikuwa ni uzao wa nyoka. Sasa wako watu wengi ambao wanaweza wakawa wanafikiri ni wana wa Mungu au wameokoka, lakini asili yao ni ya shetani. Ni ya shetani. Na ndio maana wanaweza wakafanya chochote wanachojisikia kwa wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu wao hawazuiliwi na chochote, na wanaweza kubadilika wakati wowote kwa namna ya shetani, na wasijue kama wao wamekuwa mali ya shetani. Kwa nini? Kwa sababu mashetani huwa yanabadilika. Na ndio maana moja ya vipimo ambavyo unaweza ukajua mtu huyu kaokoka kweli, angalia namna yake ya kusimama na Mungu, imenyooka au ni ya kubadilika. Ukigundua ni ya kubadilika, ana asili ya shetani, hata kama ni mpendo wako, lakini jua hivyo tu kwa ana asili ya shetani, hana asili ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu asili ya Mungu imebeba utakatifu wa kudumu, lakini imebeba kweli inayodumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hayo hata kama mtu anakuambia ameokoka, hebu mpime wakati mwingine hata kwenye maneno anayozungumza. Anaweza kuyaishi hayo maneno au anaweza kuishi nje ya maneno anayoyasema. Ukigundua anaishi nje ya maneno anayoyasema, kapoteza asili ya Mungu. Kwa sababu asili ya Mungu analiishi neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu analiishi neno lake analokupatia. Kwa hiyo, na ili ujue ya kuwa unachokiishi ndicho cha Mungu au sicho cha Mungu, angalia pia, pima kwenye matokeo ya hicho unachofanya au hicho unachokiomba. Kwa sababu Mungu huwa hajibu kwa sababu umeomba. Mungu huwa anajibu kwa sababu unaishi ndani yake. Anajibu kwa sababu unaishi ndani ya hilo neno analokuambia. Na kama hauwezi kuishi ndani ya hilo neno analokuambia, yanaweza yakatokea matukio ambayo hayampati utukufu Mungu mbele ya macho yako. Kwa akasema haya. Najaribu kuongea taratibu ili unielewe, kwa sababu ikisema nianze kufungua maandiko hapa nifundishe, tunaachana. Kuna wengine tunaachana nje pana kabisa kwa kinachokiona sasa.
Ukiwaangalia wana wa Israeli wakati wanasafiri kwenda nchi ya ahadi, Mungu aliwapatia neno la kusafiri nao na mtu wa kusafiri nao, lakini walipofika njiani waliacha asili ya neno linalotakiwa kuwafikisha wanakotakiwa kwenda, wakajitafutia njia yao wenyewe, na hiyo njia ndio ambayo iliwaunganisha na mauti, hawakuunganishwa na uzima. Mbele ya macho ya Mungu wana wa Israeli wengine walikufa njiani. Sasa maandiko anasema Mungu aliwaongoza mchana kwa wingu na usiku kwa nguzo ya moto. Kwa hiyo waligongwa na nyoka mbele ya macho ya Mungu, walikufa mbele ya macho ya Mungu, mbele ya macho ya Mungu. Na kanisa, usipokaa sawasawa kwenye nafasi yako, matukio yanaweza yakatokea, na Mungu yupo mahali ulipo, na Mungu akiwa ameketi mahali ulipo, kwa sababu kinachoweza kuzuia ni ile asili ya kwake iliyomshinda shetani kule mbinguni. Hauwezi kumshinda shetani kwa sababu unasema umeokoka au uliongozwa sala ya toba. Unamshinda shetani kwa sababu una tabia za Mungu, una neno la Mungu ndilo unaloliishi. Hapo ndipo utakuwa na nguvu za kuweza kumshinda huyo adui. Lakini huwezi kumshinda adui yako kama umesahau asili ya kile ambacho Mungu amekufundisha. Kinataka nini? Kina maisha ya namna gani? Kina tabia ya namna gani? Kwa hiyo usipoweza kufanya sawa sawa, unaweza ukaharibikiwa mbele ya uwepo wa Bwana. Na hii ndio inawatesa watu wengi. Utasikia mbona wanasali, mbona wanaomba. Angalia mfumo wa maisha ulio nao, unakupatia haki ya wewe kujibiwa? Unakupatia haki ya wewe kupokea? Unakupatia haki ya wewe kuwa mshindi? Maandiko yanasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo ukigundua huwezi kusimama kwa kiwango ambacho Mungu anataka uweze kusimama, unashindwa, unaanguka, ujue hiyo sio asili ya Mungu uliye nayo au unayempata. Kwa sababu kuna kumtaja Mungu na kuna kumheshimu Mungu. Sasa kanisa, nachotaka uelewe, tumepewa neema ya hatari kuliko mtu anavyoweza kufikiri. Mimi sijui unaelewa au hauelewi, lakini ninachotakiwa ni kukufikishia nachokijua, kwa sababu mwisho utakutana nacho. Kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezi kufa, hakiwezi kupotea, na ni kitu ambacho kimeubeba mwisho. Kwa ni vizuri pia ukawa makini na ukajua namna yako ya kutembea na namna yako ya kusimama, kwa sababu namna yako ya kutembea na kusimama ndiyo ambayo inaweza kutambulisha ya kuwa wewe unatokea katika asili ipi, na asili hiyo inakupatia wewe kuwa mkuu au kuwa dhaifu. Asili hiyo inakupatia wewe kushinda au kushindwa, kwa sababu kuna asili inayokupatia ushindi na asili inayokupatia kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anashindwa kila wakati, anaishi kwenye asili iliyoshindwa, sio ya Mungu aliyeshinda, sio ya Mungu aliyeshinda. Na ndio maana kwa kuwa anaishi kwenye asili ya kushindwa, mtu huyu ni rahisi kukata tamaa, mtu huyu ni rahisi kurudi nyuma, mtu huyu ni rahisi
alichokuwa anakifanya, akikanyagwa kidogo anarudi nyuma, akikanyagwa kidogo anataka abembelezwe. Bwana Yesu asifiwe. Akikanyagwa kidogo anataka wapendwa wamtembelee, alafu aanze kuwalisha sumu yake. Unajua mimi pale saizi siji kwa sababu yani fulani alinikwaza. Mimi nikikundua huko hivyo hata simu wasipokee. Sipokee. Bwana Yesu asifiwe. Sipokee kwa sababu nataka kunilisha sumu yako iliyokuua ili niue na mimi. Sumu yako inayokutafuna ili nitafune na mimi. Hata simu nikigundua huko hivyo sipokee. Mpaka Mungu ananiambia nisaidie huyu mtu. Kama Mungu ananiambia, naambia Bwana, huyo ndio mtu wako. Nikiinua mikono naambia Mungu, huyo ni mtu wako, sio wangu. Na kwa kuwa huwa sisemi kwa sababu nataka kusema, ni wewe umetaka niseme na huyo mtu, basi mimi nanyamaza kimya mpaka pale utakapofungua kinywa chako. Mpaka pale utakapofungua kinywa chako nimwambie, nitamwambia. Ila usipofungua kinywa chako nanyamaza. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukawa unaumia, alafu na kuangalia. Kama wewe uulize wanangu ambao naishi nao hata nyumbani. Anaweza kaniambia baba anaumwa, afu simwombe, naendelea na shughuli zangu. Simwombe, naendelea na shughuli zangu. Kwa sababu siombi kwa sababu natakiwa kwa na najua kwamba naomba kwa sababu nimeambiwa nishughulike na hilo tatizo. Maandiko yanasema wana wenu watafundishwa nami. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini Mungu ndio mlinzi wao, sio mimi. Kwa hiyo wewe ukipigwa, ninachorudi na kaa kwa Mungu, namwambia Mungu, wewe unajua. Usingeruhusu haya yanayokutukanisha. Usingeruhusu haya yanayokudharaulisha. Kwa hiyo ninabaki nimetulia tu. Na unaweza ukanichukia ukasema baba mwenye hata ukimweleza tatizo haishughuliki. Sishughuliki kwa sababu nataka kushughulika. Nashughulika kwa sababu nimepewa kibali cha kushughulikia tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo naposema tambua asili ya nguvu au uwezo au ya kile unachojifunza, ni vizuri ukawa makini sana kujua asili ya hicho unachopokea, ya hicho unachopewa, ya hicho ulicho nacho. Kwa sababu kama asili ya neno la Mungu ni utakatifu, hakikisha unaishi kwenye maisha matakatifu. Kama asili ya neno la Mungu ni unyenyekevu, hakikisha unaishi ndani ya unyenyekevu. Kama asili ya neno la Mungu limebeba utii, hakikisha unasimama unakuwa mtii kwenye hilo eneo. Kama huwezi kuwa mtii au mnyenyekevu kwenye hilo eneo, manake utakuwa nje ya asili yako. Nje ya asili yako. Ndio maana nishawahi kuuliza, nikamwambia umeshawahi kujiuliza kwa nini aliyeokoka akifanya uzinzi dunia inamshangaa? Lakini kuna watu wanajiuza, wamekaa barabarani. Wamekaa barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Na unakutana na mtu amevaa kadera kake, ndani hajavaa chochote. Anatembea tikisika barabarani. Na dunia imshangai, faa wewe unasema waokoka. Uone midomo yao inavyoinuka. Kwani kwa sababu umeingia kwenye asili ambayo sio ya kwako. Kwani kwa sababu umeingia kwenye maisha ambayo sio ya kwako. Na hayo maisha hayakutambui wewe. Wapo ambao yanawatambua. Yakuwa wanatakiwa kuwa hivyo. Yakuwa wanatakiwa kutembea hivyo. Yakuwa wanatakiwa kuishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapo wanaovaa vinguo vifupi. Lakini vaa uliokoka, uone kinachosikika huko nje. Kwa tabia ile ile wanayofanya wao, kwa tabia ile ile watakuhukumu wewe. Kwa sababu sio asili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kuna baadhi ya mambo utakiwa kufanya sio yako. Jaribu kuishi ndani ya kile ambacho Mungu anasema. Kile ambacho Mungu anasema ndicho ambacho kimeibeba kesho yako. Kesho yako haipo nje ya kile ambacho Mungu anasema. Kesho yako imebebwa na kile ambacho Mungu anakuambia. Kile ambacho Mungu amekwambia ndicho ambacho kimepimwa kwa ajili ya kujibu majibu yako yote, maswali yako yote uliyokosa na utakayokosa unakoelekea.
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kule unakoelekea, unachopokea leo kimebeba majibu ya maswali unakoelekea. Hakijaibeba leo peke yake, kina majibu ya sasa, kina majibu ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kanisa unachotakiwa kujua, Mungu anaposema na wewe, anasema na wewe leo, anasema na wewe kesho. Kwa neno hilo hilo anasema na wewe leo, ndio neno hilo hilo anasema na wewe kesho. Kwa neno hilo hilo anakuinua leo, neno hilo hilo limebeba nguvu ya kukuinua kesho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unachojifunza leo kimebeba hatua mpya ya kesho yako, kimebeba hatua mpya ya maisha yako, kimebeba hatua mpya ya uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikiwa jambo lako unafanya kwa sababu Mungu amesema ufanye, hakikisha unatembea ndani ya hicho ambacho unakijua kutoka kwa Bwana. Hicho unachokijua kutoka kwa Bwana kitakunyanyua leo, kitakunyanyua na kesho, kitakunyanyua asubuhi, kitakunyanyua jioni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kimepimwa katika uweza na katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kwa nini Mungu ameamua kusema na wewe kwa namna hii, na sitajua mawapi unaweza ukasikia kwa namna hii. Akreka hata sabasaya ikama hika krosaya kesebiata asamaje kama sia. Mungu anaposema na wewe, anasema kwa ajili ya kukuinua kwenye hatua uliopo, kukupeleka kwenye hatua nyingine. Lakini hilo neno alilokuambia leo limebeba hatua yako ya kesho, limebeba hatua yako ya kesho kutwa, limebeba hatua yako ya mtondogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe usipokaa sawasawa kujua asili ambacho Mungu anasema na wewe, unaweza ukafikiri alisema kwa ajili ya kukuokoa jana tu, kwa ajili ya kukuponya jana tu. Sio leo. Leo unahitaji neno jipya. Neno hilo hilo alilolisema leo limebeba uponyaji wa leo, limebeba uponyaji wa kesho, limebeba uzima wa leo, limebeba uzima wa kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa wale waliokuwepo, nilianzia kumsingi wote wa somo kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza. Yoshua sura ile ya kwanza. Yoshua ile sura ile ya kwanza. Kwa sababu Mungu anataka kulirudisha kanisa lake kwenye asili. Kwenye asili ya kwake. Sasa kanisa usipokaa sawa sawa, usipokaa sawa sawa, mimi sijui utapata msaada wapi. Lakini ninachokijua Mungu anachosema nasi ni msaada tosha. Ngoja nianzie kwa faida wale ambao ni washirika wa Jumapili. Nianzie mstari ule wa pili, anasema Musa mtumishi wangu amekufa. Au nianzie pale juu kabisa. Anasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Hapo mstari wa 3 anasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Angalia kitu anachokisema kwenye ibada. Baada ya Musa kufa, Mungu anatokea, anazungumza na Yoshua mtumishi wa Musa. Mtumishi wa Musa, wakati huo Yoshua sio mtumishi wa Mungu, ila Yoshua alikuwa anamtumikia Mungu anayesema na Musa. Na ndiko nasema Bwana akamwambia sasa, ondoka uvuke mto huu wa Yordani, uende kwenye nchi ile ya ahadi. Lakini anasema nenda uvuke. Hapa anasema kila pahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapatia kupamilike. Anasema kama nilivyomwapia Musa,
Mungu haapi kwa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka utambue asili ya neno ambalo Mungu anasema na wewe. Usifikiri kuna neno jipya ambalo Mungu atakuja kusema na watoto wako. Usifikiri kuna neno jipya ambalo Mungu atakuja kusema na ndugu zako. Usifikiri kuna neno jipya ambalo litakutoa kwenye shida ulionayo. Shida wana wa Israeli walikuwa wanasafiri na mtu aliyekuwa anaongoza kafa. Wanatakiwa kuvuka. Safari haitakiwi kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anamtokea anasema vuka wavushe watu hawa. Bwana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii. Hapo anasema kama nilivyomwapia Musa, Mungu atengeneze agano jipya na kuwapeleka wana wa Israeli Kanaani. Analitumia agano lile lile alilosema na Musa na agano lile lile alisema na Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habadilishi namna nyingine kwa kuwa kuliko mtu mwingine mpya. Angalia yule mtu mpya anachokiangalia neno lake linabeba upya wa kesho. Anapokufa Musa linabeba upya mwingine wa kusema na Yoshua. Neno hilo hilo limebeba ushindi wa Yoshua, limebeba ushindi wa Musa, limebeba umiliki wa Musa, limebeba umiliki wa Yoshua. Na ndio maana nawaambia kila pahali vitakapokanyaga nyayo miguu yenu nimewapatia kumiliki, kama nilivyowapia mtumishi wangu Musa. Watu hao wanatembea ndani ya maisha yaliyofungwa kwenye neno ambalo Mungu alisema na Musa, ambalo Mungu alisema na Musa, sio ambalo Mungu anasema na Yoshua. Yoshua anaishi ndani ya lile neno. Lile neno lilibeba maisha ya Musa, lilibeba maisha ya Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Lilibeba utumishi wa Musa, lilibeba utumishi wa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka wale asili ya neno ambalo Mungu anasema nasi. Limebeba utumishi wetu leo. Limebeba utumishi wa wanaokuja, waliozaliwa na ambao hawajazaliwa, lakini limewabeba hata kama leo hawaoni, hata kama leo hawajue, lakini wamebebwa na hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neema ile iliyoko ndani ya neno imeyafunga maisha ambayo hayajaonekana na ambayo yanaonekana. Kwa unataka kuishi kwenye maisha ambayo yanaonekana na ambayo hayajaonekana, lazima ujue kutembea sawa sawa na neno la Mungu. Haijalishi kwa wakati huo unapitia nini, haijalishi kwa wakati huo unakutana na nini, haijalishi kwa wakati huo unakutana na nini. Ulichosikia kutoka kwa Bwana hakihitaji maarifa mapya, chenyewe ni majibu tosha ya hicho unachokutana nacho. Chenyewe ni majibu tosha ya hao utakaokutana nao. Chenyewe ni majibu tosha ya biashara utakayoanza. Chenyewe ni majibu tosha ya ndoa utakayoishi. Chenyewe ni majibu tosha ya watu utakaokutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kile ambacho Mungu anasema kimeibeba kesho yako, kimeibeba sasa, kimeibeba na kesho. Kwa hiyo usipokaa sawa sawa, unakuwa mlokole wa kawaida hapa ndani yake hakutakuwa na majibu. Atategemea neno jipya. Nisikilize, Yakobo alipoondoka kwenda kwa Labani hakuhitaji maarifa mapya, hakuhitaji akili mpya. Akili alizotoka nazo kwa baba yake ndizo zilizompatia haki ya kumkamata malaika. Bwana Yesu asifiwe. Akili alizotoka nazo kwa baba yake ndizo zilizompatia haki ya kumshinda mzee Labani ili makusudi asimdhulumu mali zake. Ile akili hakuwa na kuhani, hakuwa na mchungaji, lakini kile alichojifunza kwa baba yake kilibeba kesho, kilibeba nguvu ya kwenda kumiliki Labani, kilibeba nguvu ya kwenda kumiliki uchumi kwenye nyumba ya Labani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sio umeokoka leo unaanza kusema nimepanga kwenye nyumba ya wachawi. Mungu alijua kuna siku utaishi kwenye nyumba ya wachawi. Mungu anapokufundisha alijua kuna siku utaishi kwenye nyumba ya watu wanaokuchukia. Mungu anapokuokoa alijua kuna siku utaishi kwenye familia ambayo haikupendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Usianze kuishi kilokole nasema hapa hatufanikiwi kwa sababu tunaishi kwenye nyumba ya wachawi. Unaweza ukawa wewe ndio mchawi wa maisha yako.
kwa sababu hakuna uganga wala uchawi juu ya Israeli. Manake popote unapoingia uchawi hauna nguvu kwako, popote unapoingia uganga hauna nguvu kwako. Haijalishi walifanya maagano na Ibilisi, lakini wataona ukitawala ukiwa kwenye nyumba yao, wataona ukifanikiwa ukiwa kwenye nyumba yao, wataona ukiinuliwa ukiwa hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kanisa, nachotaka ujue asili ya nguvu tunayopewa kutoka kwa Mungu sio nguvu za kawaida, ni nguvu ambazo zinao uwezo wa kumtawala aliyetolewa, uliye naye leo na ambaye hauko naye leo, lakini amepimwa kwenye kiwango cha hicho neno ambalo Mungu anasema na wewe. Amepimwa kwenye hiyo nafasi. Kiwango unachofundishwa ndio kiwango kinachoweza kukupatia kushinda kesho, kinachoweza kupatia kushinda kesho. Na kiwango kilichokuwa nafundishwa Yoshua na Musa ndio kiwango kilichokuwa kinampatia nafasi ya kuongoza Israeli kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Okay, angalia kitu kingine anachozungumza pale. Kitu kingine anachozungumza pale. Mstari wa 4 anasema, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Angalia, anasema nchi ile ya Wahiti. Kwa hiyo Mungu anaposema nao, ndani ya lile neno amewapatia umiliki kwenye nchi ambayo ni Wahiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anaposema na wewe, amekupatia umiliki kwenye nyumba utakayoenda kupanga, amekupatia umiliki kwenye shamba utakayoenda kukodi, amekupatia umiliki kwenye ofisi utakayofungua, hata kama ni kiwanja cha mtu mwingine. Hata kama ni kiwanja cha mtu mwingine, unataka kufanya biashara kwenye hilo eneo, usianze kusema tunafanya kazi kwenye nyumba za wafuga maji, tunafanya kazi kwenye nyumba za wachawi. Mungu amekuinua kuwasaidia. Ndio maana wasema mpaka mto ule Frati, mpaka nchi ile ya Wahiti. Manaka anaposema nao ameupatia umiliki kwenye nchi ya Wahiti, manaka Wahiti hawana cha kwao. Hawa ambao mtumiki Bwana hawana cha kwao. Mahali utakapoenda wewe, mahali utakapokanyaga wewe, wamenyimwa umiliki, wamenyimwa utawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu anakufundisha limeshawanyima, limeshawazuia kutawala, limeshawazuia wasimilike. Anasema mpaka nchi ile ya Wahiti, manake amewapatia. Wahiti wanaishi kwenye nchi ambayo sio yao, wameshanyang'anywa. Wanaishi kwenye nafasi ambayo sio zao, wameshanyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Nani mliti kwenye maisha yako? Nani mliti kwenye ofisi yako? Nani mliti kwenye elimu yako? Nani mliti kwa watoto wako? Ndio wamenyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya wamenyang'anywa. Maneno haya Mungu alisema na Musa. Maneno hayo anasema na Yoshua. Maneno hayo anasema na wao leo. Manake yanaibeba leo yako. Yale maneno wakati Mungu anasema na Yoshua, yalibeba siku yake mpya. Wakati anasema na Musa, yalibeba siku yake mpya. Asemi naye maneno mapya, anasema naye maneno yale yale. Na maneno yale ambayo Bwana alisema na Yoshua, anasema na wewe, anasema na wewe, anasema na wewe. Yakuone kuinua, yakuone kuinua, ili kuwafisha ndugu zako, ili kuwafisha familia yako, ili kuwafisha wanafunzi wenzako, ili kuwafisha wajasiriamali wenzako, ili kuwafisha watu wako wenu. Neema hiyo iwe juu yako, neema hiyo iwe juu yako, neema hiyo iwe juu yako, neema hiyo iwe juu yako na uzao wako, kwa jina la Yesu. Ndio maana adhabu atakayohukumiwa inaanzia kwenye lile kile ambacho Mungu alisema. Na maisha watakayoishi inaanzia kwenye kile ambacho Mungu alisema. Ndio maana kile ambacho Mungu anakuambia leo, kimeibeba kesho, hakijaibeba leo. Hata kama umeponywa leo, kitu hilo litakuponya kesho, litakuponya kesho.
kuponya wali itaiponya nyumba yako. Imebeba uzima, imebeba ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema nimelituma neno langu, nalo halitarudi mpaka limetimiza makusudi yangu niliyolituma. Litatimiza makusudi ya Mungu kwenye kizazi chako. Litatimiza makusudi ya Mungu kwenye kizazi cha watoto wako. Ndio limebeba ukamilifu. Litawabeba wao, litakubeba wewe. Litawabeba wao, litabeba vijukuu vyako. Litabeba vijukuu vyako. Litabeba vijukuu vyako. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iambatane na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akusema na Yoshua kwa neno jipya ambalo hakusema na Musa. Alisema na Yoshua kwa maneno yale aliyosema na Musa ili amfikishe Kanaani. Ili amfikishe Kanaani. Maneno yale ambayo Kristo alisema na wana wa Israeli, alisema na mitume, ndio yale anayosema na sisi leo. Kwa hiyo yamebeba uhai wa leo. Yamebeba kizazi cha sasa. Yamebeba kizazi kinachokuja. Ndio maana Biblia ni neno lisilobadilishwa. Biblia ni neno lisilogeuka, kwa sababu lenyewe limekamilika, limebeba maisha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia kitu kingine anachozungumza pale. Mstari wa 5 anasema hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Angalia anachosema. Maneno haya yanawanyima watu kusimama mbele ya maisha yako, kusimama mbele ya biashara yako, kusimama mbele ya ofisi yako. Sio kama yaliwanyima wale waliokuwa mbele ya wana wa Israeli wanaosafiri. Hata wewe unasafiri. Biblia inasema duniani sisi ni wapitaji. Usiangalie wale waliokuwa wanasafiri wanapita jangwani, na wewe kuna wakati unapita jangwani. Ndio maana kuna wakati hauna kitu. Ndio maana kuna wakati unalia kwa sababu ya uchumi. Usifikiri jangwa ni lile walilopita wale kwa sababu walikuwa porini. Jangwa ni uchumi mgumu. Jangwa ni mahali ambapo hapana kitu. Jangwa ni mahali ambapo hapawezekani. Jangwa ni mahali ambapo hapana amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapita kwenye jangwa lakini hujui kama unapita kwenye jangwa. Ukiambia leo siku ya ibada unaambia kesho na marejesho, ngoja nikapambane kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapita kwenye jangwa. Na ndio maana utumia akili za Mungu, unatumia akili zako. Unatumia akili zako kwa sababu mtu amenyimwa kusimama mbele. Maana yake unataka kusimama mbele ya Mungu. Mungu akae nyuma, wewe uwe mbele. Mawazo ya Mungu yawe nyuma, mawazo yako yawe mbele. Yawe mbele. Inafika nafasi ya Mungu na achia nafasi ya Mungu. Unataka wewe uende kwenye mambo yako kwanza, afu Mungu baadaye. Siku moja nikawa nazungumza na mtu mmoja kwa habari ya Mungu. Akaniambia, mtumishi, unajua ninachopitia? Unajua saa hizi nimeanza ninasomesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeanza ninasomesha. Nikamwambia hilo ndio linalokufanya usifike ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio linalofanya usikae kwenye maombi. Hasema mtumishi, najipanga, ndarudi. Yana namfanya Mungu hajui kutatua matatizo yake. Yeye ndio anaweza kuliko Mungu. Tena nimemwambia Mungu kwa matendo, huna jeuri ya kutatua matatizo yangu. Ila mimi kwa akili zangu nitatatua. Unapoacha kusogea mbele za Mungu, maana kama mwambia Mungu kwa matendo ya kwa shida za kwangu nitazimaliza, akili zako hazina uwezo wa kumaliza shida. Meza tu hata kama haimezeki kwako, lakini wewe meza hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio tafsiri ya kiroho. Ndio tafsiri ya kiroho. Unapoacha kwenda mbele za Mungu, ukatumia akili zako kwanza. Maana tunaambia Mungu kaa pembeni, akili zako hazitoshi.
hazitoshi. Maana tumeondoka kwenye asili ya ushindi. Kwa hiyo tarajia anguko. Tarajia anguko kwenye hilo eneo. Tarajia kama sio anguko, aibu kwenye hilo eneo. Kwa sababu neno la Mungu limebeba heshima na utukufu. Limebeba uweza na nguvu. Kwa unapoliacha umekataa kuishi ndani ya uweza. Unapokataa umekataa kuishi ndani ya heshima. Unapokataa umekataa kuishi ndani ya utukufu. Kwa unapoliacha manake umehama, unaishi kwenye akili za kibinadamu. Maandiko yanasema wala usizitegemea akili zako. Manake umeondoka kwenye asili ya ushindi. Unaishi kwenye asili ya kushindwa. Umeondoka kwenye asili ya furaha. Unaishi kwenye asili isiyo na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kama wauliza Adamu na Hawa, Mungu alipoambia msile matunda ya mti wa katikati, maandiko yanasema walipokula wakajikuta wauchi. Wakaanza kuoneana aibu. Kwa hiyo waliacha asili hiyo ya utukufu. Waliacha asili ya nguvu. Waliacha asili iliyowavika mavazi. Waliacha asili iliyowavika heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kwenye maisha yako fikiri namna yako unavyotenda, lakini angalia hicho unachokifanya chanzo chake kilikuwa nini? Moja ya vitu unavyotakiwa kuchunga ni kile ulichokutana nacho wakati upo na Bwana. Kile unachokutana nacho wakati upo na Bwana ndicho ambacho kimebeba majibu ya kesho yako. Lakini ukiacha kazi ya Bwana kwa sababu ya hicho ulichokutana nacho, unaiua kesho yako. Unaiua kesho yako. Kwa kuwa uhai wa hicho unachokifanya leo ulitokana na neno ulilojifunza. Ulitokana na hiyo madhabahu. Ulitokana na hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kanisa lazima uwe makini sana. Lazima uwe makini sana kuliko unavyofikiri. Ndio maana mara nyingi mimi nakwambia, sijajua kuna neno gani duniani linaloweza kunifanya au kuna dhiki gani duniani inaweza kunifanya nimwache Mungu. Mimi sijui. Sijajua kama hiyo.